Na ni matumaini yangu hujambo na ubuheri wa afya mtazamaji wa News Update Media, ikiwa leo hii ni tarehe ya 10 mwezi wa 5 mwaka 2025, siku chache kabisa bado tukiwa tumesalia katika siku za kwanza kabisa za mwezi huu Mei mwaka huu 2025. Utakumbuka mtazamaji, siku tarehe ya 7 mwezi wa 5 mwaka 2025, taifa la Tanzania tulipata msiba mkubwa kwelikweli wa kuondokewa na aliyekuwa waziri mkuu na makamu wa kwanza wa rais. Hapa namzungumzia mzee wetu Cleopa David Msuya ambaye alizaliwa miaka ya 1931 mpaka sasa ni takribani miaka 94 hivi. Lakini siku hiyo ya tarehe 7 mwezi huo wa 5, Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alithibitisha rasmi kifo hicho na akalitangazia taifa kuwa bendera itapepea nusu mlingoti kwa takriban siku 7 kwa heshima kubwa kwa ajili ya kifo cha mzee wetu Cleopa David Msuya. Watanzania wamemzungumza kwa utofauti, Watanzania kwa maana ya viongozi mbalimbali, lakini pia Watanzania wenyewe kwa ujumla wamemzungumza mzee wetu Cleopa David Msuya kwa namna ya tofauti, kwa namna ambavyo ameliongoza taifa hili la Tanzania, kwa namna ambavyo amekuwa kiongozi pia katika Chama cha Mapinduzi CCM, lakini pia wapo wadau wengine ambao wamemzungumza kwa namna ya upekee kabisa. Lakini leo hii mahojiano maalum na News Update Media tumemkaribisha hapa ndugu yetu Comrade Hassan Milanga ambaye ni katibu wa Chama cha Mapinduzi katika wilaya ya Ilemela. Tunatamani kumzungumza kwa utofauti sasa mzee wetu Cleopa David Msuya kwa namna ambavyo ameliongoza taifa hili na vile ambavyo amekuwa mchango mkubwa kwelikweli katika kuleta maendeleo ya taifa hili. Karibu sana Comrade Hassan Milanga. Nakushukuru sana. Kwanza kabisa natamani kufahamu kidogo hali ya kisiasa katika maeneo yale ambayo unayaongoza kwa maana nzima ya wilaya ile ya Ilemela kama katibu mtendaji wa Chama cha Mapinduzi. Hali ya kisiasa kwa ujumla ipoje? Hali ya kisiasa kwa wilaya ya Ilemela ni shwari, na kwa sababu mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, sisi kama Chama cha Mapinduzi tunaendelea kujiandaa na uchaguzi. Kwa hiyo hali ni shwari. Unaonaje pengine hali ya upinzani kidogo katika wilaya hiyo hususan? Upinzani haupo kwa sababu Chama cha Mapinduzi kwa kazi ambazo zimefanywa chini ya usimamizi imara wa mwenyekiti wetu wa taifa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan na wasaidizi wake ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa wilaya ya Ilemela peke yake tumepata fedha zaidi ya bilioni 80. Zimejengwa barabara, matenki ya maji, vituo vya afya, vyumba vya madarasa na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo utekelezaji huo wa ilani ya Chama cha Mapinduzi unaleta matumaini kwamba watu wetu wana imani sana na Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo mnaamini kabisa kwamba ifikapo Oktoba mwaka huu hakuna kitu ambacho kitawakwamisha kuchukua dola? Tutashinda na tutashinda kwa kishindo kama ambavyo tumeshinda kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa. Na utamaduni wa kushinda wa Chama cha Mapinduzi upo kwa sababu chama hiki kinayagusa maisha ya kila siku ya mwananchi wa Tanzania. Na kubwa hili tumekuwa tukilisema, hiki ndicho chama ambacho kimeendelea kutunza amani, utulivu, mshikamano na upendo wa kitaifa. Kwa hiyo watu wana imani kabisa na chama chetu. Comrade Hassan Milanga, tunamtazama mzee wetu Cleopa David Msuya ambaye alikuwa waziri mkuu lakini pia makamu wa kwanza wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kifo chake kama kiongozi wa chama lakini pia Mtanzania kwa ujumla umekipokeaje? Kwa masikitiko makubwa. Kwa sababu taifa lolote unaweza ukalifananisha na msitu. Msitu wowote wa maana mpaka uitwe msitu lazima uwe na miti michanga kwa maana ya machipukizi, lakini pia lazima uwe na miti mikubwa. Huo ndio msitu. Sasa msitu kama hauna miti mikubwa ni kichaka kama vichaka vingine. Kwa hiyo huyu mzee ni miongoni mwa wazee wa asisi wa taifa hili. Kwa hiyo kupotelewa na mzee wa namna hiyo lazima mpate pengo. Mnaumia, na kwa sababu ni mpango wa Mungu basi mnabaki kumshukuru Mungu kwa hayo yaliyotokea. Mwaka 1931 mpaka mwaka 2025, takribani miaka 94 hivi. Katika enzi hiyo ya uhai wake, pengine maisha yake kwa ujumla ni zawadi ya namna gani kwa Watanzania na dunia kwa ujumla? Zawadi ipo kwa sababu zawadi kubwa, yeye ameshiriki uongozi wa nchi hii. Na unapomtaja Cleopa David Msuya
unamtaja kama kiongozi mwandamizi na mkongwe katika taifa hili, lakini pia ni kiongozi ambaye alibahatika kushika nyadhifa mbalimbali na hata wakati mwingine nyadhifa hizo kwa kujirudia. Na kitendo cha kujirudia maana yake alikuwa anaaminika kwazo nafasi hizo anapokuwa nazo. Mfano, yeye aliwahi kuwa waziri wa mipango wakati huo kabla hawajaitenga mipango na fedha, na baadaye akateuliwa kuwa waziri wa fedha. Nadhani alikuwa akichukua mikoba ya Amiri Habib Jamali. Baada ya hapo aliendelea kulitumikia taifa, na mwaka 80 waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakati huo alikuwa ni kamanda mwenye uso wa chuma Edward Moringa Sokoine. Aliamua kuachia nafasi kwenda Yugoslavia, ama kwa ajili ya matibabu lakini pia na kuongeza elimu. Kwa hiyo kipindi hicho baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alimteua mzee David Msuya kuwa waziri mkuu, na aliongoza nafasi hiyo mpaka mwaka 83. Lakini tunakumbuka nini katika nafasi hiyo akiwa waziri mkuu? Mwaka 78 na 79 Chetu tulivamiwa na dikteta Idi Amin wa Uganda, na vita hiyo ya mwaka mmoja ilisheki uchumi wa taifa hili. Na baba wa taifa katika sherehe za kuwapokea wapiganaji kwenye uwanja wa taifa mjini Dar es Salaam, katika hotuba yake moja ya mambo aliyoyaeleza, alisema uchumi wa nchi hii umeyumba na Watanzania tunapaswa kufunga mkanda. Sasa katika kipindi hicho ambacho Watanzania walikuwa wamefunga mkanda, hali ilikuwa mbaya sana ya kiuchumi. Ndicho kipindi hicho Cleopa David Msuya alipokuwa waziri mkuu. Kwa hiyo kuanzia mwaka 80 katika kipindi hicho kigumu cha kufunga mkanda, yeye ndiye aliyekuwa waziri mkuu, na waziri mkuu ndiye mkuu wa shughuli za kiserikali bungeni. Kwa hiyo aliwajibika kwa kadiri alivyoweza kupambana na hali hiyo akisaidizana na baba wa taifa. Kwa hiyo kipindi kama hicho kinatukumbusha kwamba mchango wake mkubwa katika kulijenga na kulisimamia taifa ulionekana hapo kwa kiwango kikubwa. Lakini pia pamoja na kwamba alikushachaguliwa kuwa waziri mkuu, ukunyuma aliwahi kuwa waziri wa fedha mara 2. Kwa hiyo mtu anaaminika namna hiyo kwamba leo ameteuliwa kuwa waziri wa fedha, alafu baadaye akateuliwa kuwa waziri wa viwanda, na baadaye akarudishwa fedha. Na fedha, wizara ya fedha ndiyo moyo wa uchumi wa taifa. Itakuonyesha ni kwa kiasi gani yule mzee alikuwa ni mzalendo na mwadilifu kwa taifa lake. Lakini pia mwaka 1994 mara baada ya mzee John Gomes Malisela kustaafishwa nafasi hii ya makamu wa rais na waziri mkuu, awamu ya pili ya Rais Ali Hassan Mwinyi alimteua pia kwa waziri mkuu na makamu wa kwanza wa rais. Kwa hiyo mtu ambaye ameaminika kwa viongozi wakubwa wawili, baba wa taifa akampa nafasi ya waziri mkuu, alafu na rais aliyefuata akampatia nafasi ya waziri mkuu, inatosha tu kuonyesha kwamba alikuwa ni kiongozi mkweli, mwadilifu na mwenye uwezo wa kutumika katika nafasi anayokuwa amepewa. Na nafasi hiyo kwa wakati huo ya waziri mkuu ilikuwa pia kwa mujibu wa katiba yetu kwa wakati huo, kabla ya mabadiliko, ndio iliyokuwa mtu anakiwa waziri mkuu basi automatic pia anakuwa makamu wa kwanza wa rais. Na ni kwa nini? Kwa sababu rais wa Zanzibar ndiye aliyekuwa anakuwa makamu wa pili wa rais. Kwa hiyo alikuwa anamsaidia rais katika majukumu yote. Anamsaidia kama kiongozi mkuu wa serikali, lakini pia anamsaidia kwa nafasi ya makamu wa rais. Kwa hiyo ni kiongozi ambaye alionyesha kabisa uwezo mkubwa wa kuliongoza taifa. Lakini pia tukiangalia sasa uzalendo alionao na utaifa na kutanguliza taifa mbele, mwaka 95 pia alikuwa miongoni mwa wagombea wa kiti cha urais. Na walikuwa ni wagombea wengi, sina kumbukumbu nzuri sana, lakini yeye alikuwa miongoni mwa 3 bora waliogombea kwenda kushiriki walioteuliwa na halmashauri kuu kwenda kupigiwa kura kwenye mkutano mkuu wa CCM wa taifa. Je, unatafuta sehemu tulivu, safi na ya kisasa zaidi kwa ajili ya makazi?
relax, kisha pay attention. Watoto mjini wanapaita Ushuani Apartment, ila mimi napenda kupaita nyumbani. Ndiyo, ni Sweet Home Apartment. Hapa utapata mazingira mazuri, hewa safi itakao kufanya uwe kwenye comfort zone. Imagine ukitaka kuperuzi mtandaoni kuna free wifi. Ukiwa bored unapata vitu vya Netflix. Ile ndingako kali inapata parking kali. Ukitaka kupika madiko kuna jiko. Na si kupika tu, utahifadhi mpaka miko. Alafu baada ya harakati zote upate usingizi mnono katika vyumba bora na vya kisasa zaidi kwa ajili yako na familia yako. Karibu Sweet Home Apartment tukuhudumia. Najua utakuwa unajiuliza location ni wapi? Tunapatikana Mwanza Mkolani. Tupigie kwa namba ya simu Mwaka 95 ulikuwa ni mwaka wa kihistoria kwa taifa hili. Mwaka ambao tulianza uchaguzi wa mfumo wa vyama vingi vya kisiasa. Na mfumo huu ulikuwepo mwaka 92 uliporuhusiwa kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo vyama vingi hapo vilikuwa na wagombea. Kwa hiyo yeye alikuwa miongoni mwa makandidati waliochukua fomu ndani ya chama chetu. Sikumbuki ni idadi yao, lakini ninachokumbuka kwamba yeye alikuwa miongoni mwa 3 bora walioteuliwa na halmashauri kuu ya taifa. Kwa majina haya 3 wayapeleke kwenye mkutano mkuu wa taifa. Na yule atakayeshinda huyo sasa ndiye atakayebeba bendera ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo walioshiriki mchakato huo wa 3 bora walikuwa ni Benjamin William Mkapa, Jakaya Mlisho Kikwete na Cleopa David Musoi. Kura zilipigwa, akaongoza nadhani wa kwanza nadhani alikuwa ni Kikwete, alafu wa pili Benjamin Mkapa na watatu alikuwa ni Cleopa David Musoi. Sasa kwa sababu katiba yetu ya Chama cha Mapinduzi ili kumpata kiongozi aende kuwakilisha lazima azidi nusu ya kura. Kwa hiyo katika mchakato huo hakuna aliyeshinda. Kwa hiyo ilibidi aondoke David Cleopa Musoi na wabaki sasa Jakaya Mlisho Kikwete pamoja na Benjamin William Mkapa. Na kura zilipopigwa basi akachaguliwa Benjamin William Mkapa. Sasa hapa tunampima nini? Pamoja na kufikia mchakato huo mkubwa, na kwa sababu kura zake hazikutosha, hakuwa na kundi lolote, kundi lake lilibaki ni kundi la Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo alishiriki part and parcel kampeni za Chama cha Mapinduzi na kuhakikisha mgombea wa CCM anashinda. Ni mzee ambaye hakuwa na makundi wala hakuwa na siasa za majungu za fitina. Ni mtu ambaye alikuwa amesimama vizuri kwa kukitetea na kukisimamia Chama cha Mapinduzi. Pengine uthubutu wake mpaka anafikia wakati anachukua fomu sasa, hii inaonyesha kabisa ni uthubutu wa hali ya juu sana, na kama ambavyo umesema hata baadaye kukosa nafasi hiyo ametulia. Inatufunza nini kwa sisi kwa vijana ambao kwa hivi sasa wanachipukia kwenye masuala haya ya kisiasa? Inachotufundisha hasa kwa CCM ina viongozi bora wengi. Na uhaba ambao watu nao katika chama chetu ni upungufu wa nafasi, lakini hatuna upungufu wa uongozi. Kwa hiyo kugombea kwake alikuwa bora kama wale aliokuwa anagombea nao waliokuwa bora vile vile. Na ndio maana matokeo utayaona kwamba baada ya miaka 10 mshindi wa pili Dr. Jakaya Mlisho Kikwete ndo alikuja kuchaguliwa pia kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo kwa Chama cha Mapinduzi hatuna uhaba wa viongozi, ila tuna uhaba wa nafasi. Kipi ambacho wanatakiwa wakifanye sasa watu ili kuhakikisha sasa wanazigombania hizi nafasi chache ambazo tunasema, kwa sababu kuna upungufu tu wa nafasi lakini watu ni wengi sana. Kitu cha kufanya ni kama vitu vitatu vine. La kwanza ni uzalendo. Kiongozi yote lazima awe mzalendo. Lakini pia lazima atosheke
Sio kutosheka kwa maana ya uchumi, atosheke katika nafsi, kwamba nafsi yake ipo kwa ajili ya kuwatumikia wananchi, ipo kwa ajili ya kuwatumikia Watanzania. Asitumie nafsi yake kutumikia nafsi yake. Sijui kama umenielewa. Kwa hiyo lazima kiongozi awe katika misingi kama hiyo. Lakini pia la pili, lazima aendelee kuwa mnyenyekevu na mwadilifu kwa chama pamoja na wananchi. Comrade Milanga, tumeona hapa kuna namna ambavyo umezungumza hapa. Huyu ni kiongozi ambaye alikuwa tangu enzi ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Amepita kwenye zama hizi zote kuwa kiongozi mpaka anafikia sasa. Ni mtu ambaye ni muhimu kwelikweli kwa taifa hili. Ameondoka hivi sasa, pengo lake pengine kwa chama, lakini pia kwa Watanzania kwa ujumla, kwa sababu ni mtu ambaye ana vitu vingi. Kama ameweza kupita kwenye nafasi hizo zote, ana vitu vingi. Pengine pengo lake sasa ni la namna gani kwa taifa kwa ujumla? Uzuri wa chama chetu, Chama cha Mapinduzi, Chama cha Mapinduzi ni taasisi. Kwa hiyo ina misimamo yake, ina vitu vinavyoiongoza taasisi hiyo. Kwa hiyo yoyote anayeweza kusimamia vitu hivyo lazima aonekane mzuri. Kwa hiyo pengo la kiubinadamu litabaki, lakini kwamba pengo la uongozi upo. Chama hiki kina viongozi wa kutosha kabisa wa kuweza kukisimamia, kukilinda na kukitetea, kwa sababu misingi ya kuyafanya hayo ipo na imejengwa kwa siku nyingi. Ikichama kipo ikichama kipo kwa siku nyingi na kitaendelea kuwepo kwa siku nyingi. Kwako sasa, kati ya vingi ambavyo amewahi kuvifanya Cleopa David Msuya, pengine kipi ambacho kwa namna fulani unakiona kwamba hiki kitabaki kuwa ni alama katika taifa hili la Tanzania? Nimekueleza kwamba mimi kama Hassan Milanga, kitu ambacho nakumbuka sana kuliko mambo mengine yote, unaweza ukasema aliwahi kwenda kutetea uchumi wa Tanzania katika shirika la fedha duniani na kadhalika na kadhalika. Lakini kitu ambacho mimi nakiona kabisa ni kipindi kile ambacho nchi hii ilikuwa imetoka katika vita. Na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu wakati huo, baba wa taifa, akatangaza kwamba uchumi wa nchi hii uko hatarini, uko kwenye mashaka. Kwa wananchi lazima tufunge mikanda. Sasa katika kipindi hicho cha kufunga mikanda, huyu ndiye aliyekuwa waziri mkuu. Kwa utaona ni kwa kiasi gani alisimamia ufungaji wa mikanda na tukavuka salama na mpaka leo tuko salama. Hapa unanikumbusha kama ambavyo Daktari Samia Suluhu Hassan alivyopokea kijiti kutoka kwa Daktari John Pombe Magufuli. Wakati ambao taifa lina majonzi makubwa, tunaondokewa na rais ambaye tulimpenda pia. Lakini umefika wakati Daktari Samia anapewa jukumu katika wakati huo, yani wagiza kabisa. Na matarajio ya watu wengi walifikiri pengine Daktari Samia Suluhu Hassan anaweza akashindwa kabisa kuliongoza taifa hili kwa wakati ule, lakini hali ikawa ni tofauti kidogo. Hili unalionaje kwa upande wako? Kwanza hakuna waliokuwa na mashaka, labda waliokuwa na mashaka ni wale ambao wakijui Chama cha Mapinduzi na walikuwa hawamjui Dr. Samia Suluhu Hassan. Dr. Samia Suluhu Hassan ana uwezo mkubwa. Kwanza unaweza kumpima kwa namna alivyoliendesha bunge lile la katiba, lakini pia ni kwa namna gani alikuwa anaweza kumsaidia Dr. John Pombe Joseph Magufuli akiwa makamu wa rais. Makamu wa rais na rais ni pacha katika kutenda kazi. Na alipokufa huyu mama tayari alikuwa na uzoefu kabisa wa kulisimamia taifa. Kwa hiyo sisi wana CCM hatukuwa na mashaka hata kidogo. Na ndio maana hakuna kilichosimama katika taifa hili, na kazi imefanyika. Mwenye macho ambiwe tazama, na tunasonga mbele. Na wana CCM wamekushahidi, na wananchi pia tunapopita mitaani hivi wamekushahidi kwamba kura za Dr. Samia Suluhu Hassan za safari hii ni za kimbunga. Naam, ni Comrade Hassan Milanga ambaye ni katibu wa Chama cha Mapinduzi katika wilaya ya Ilemela. Hapa tulikuwa tukizungumza machache kumhusu mzee wetu Cleopa David Msuya ambaye alifariki dunia mnamo Mei 7 mwaka huu 2025, na Daktari Samia Suluhu Hassan kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutangaza rasmi kifo hiki na kutangaza bendera kupepea nusu mlingoti kwa takribani siku 7 kwa kumpa heshima kiongozi huyu mkubwa wa taifa hili. Tunarudi tena kwako Comrade Hassan Milanga. Wewe nje ya uongozi kuna namna fulani na kuona ni mchambuzi mzuri sana wa masuala haya ya kisiasa. Kwa namna fulani unaweza ukatuambia hali ya kisiasa kwa sasa nchini Tanzania unaionaje kwa ujumla? Hali ya kisiasa ni nzuri.
hali ya kisiasa ni nzuri kabisa. Na udhibitisho unaoona, watu wanafanya kazi, kila mmoja anashughulika. Tumeshaboresha daftari la wapiga kura. Watu sasa hivi wanajiandaa kupiga kura na umekuwa ni utamaduni. Unajua kitu moja ambacho unaweza ukashukuru. Nchi hii huwezi ukaifananisha na nchi nyingine. Habari ya hali ya kisiasa hiyo unaionaje? Unaweza ukauliza watu wa Kongo. Ndio maana wakisikia uchaguzi hivi watu wanataka kuhama, watu wanataka kukimbia nchi. Hayo wakati mwingine watoka ndugu zetu hapo wa Kenya. Lakini kwa Tanzania hili ni swala la kawaida. Watu wanaheshimu katiba, watu wanaheshimu miongozo. Lakini pia kubwa kuliko yote, watu wanajua ni akina nani wataenda kuwachagua. Na obvious wanawachagua viongozi wa Chama cha Mapinduzi. Upinzani wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema wanasema kwamba hakuna uchaguzi kama hakuna mabadiliko. Kwako umelipokeaje hili? Mimi hili wala sina namba ya kulipokea, kwa sababu bahati nzuri katibu mkuu wetu wa Chama cha Mapinduzi alishalitolea maelezo mazuri kabisa kwamba uchaguzi wa Tanzania unaendeshwa kwa mujibu wa katiba. Kwa hakuna mtu ambaye anaweza kuvunja katiba kwa utashi wake. Sasa swala kama hilo likishaongelewa na katibu mkuu na likafahamika kwa nchi nzima, mimi siwezi kulisemea zaidi hapo. Nataka ulipokee kama alivyolieleza. Je, unatafuta sehemu tulivu, safi na ya kisasa zaidi kwa ajili ya makazi? Relax, kisha pay attention. Watoto mjini wanapaita Ushuani Apartment, ila mimi napenda kupaita nyumbani. Ndiyo, ni Sweet Home Apartment. Hapa utapata mazingira mazuri, hewa safi itakao kufanya uwe kwenye comfort zone. Imagine ukitaka kuperuzi mtandaoni, kuna free wifi. Ukiwa bored, unapata vitu vya Netflix. Ile ndingako kali inapata parking kali. Ukitaka kupika madiko, kuna jiko. Na si kupika tu, utahifadhi mpaka miko. Alafu baada ya harakati zote, upate usingizi mnono katika vyumba bora na vya kisasa zaidi kwa ajili yako na familia yako. Karibu Sweet Home Apartment tukuhudumia. Najua utakuwa unajiuliza location ni wapi? Tunapatikana Mwanza Mkolani. Tupigie kwa namba ya simu Mheshimiwa, tumeona juzi kati hapa bunge la Umoja wa Ulaya walikuwa wakijadili kidogo kuhusiana na mustakabali wa siasa za Tanzania, na kati ya maazimio mengi ambayo walikuwa wameyaomba, kati ya mengi moja ni kuwaomba au kuiomba serikali ya Tanzania kumwachia huru mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kwa maana ya Tundu Lissu, lakini pia wakazungumzia swala zima la kuiomba Tanzania kulinda haki za makundi ikiwemo na swala zima la ndoa za jinsia moja. Pengine kwako kama kiongozi wa chama, lakini pia Tanzania kwa ujumla, una maoni gani kwa haya ambayo wameyajadili? Kwanza mimi labda niseme sijui sana, lakini ni kwamba swala la Tundu Lissu sio swala la serikali. Nchi hii ina mihimili mitatu, na moja ya muhimili mkubwa ni mahakama, na swala la Tundu Lissu lipo mahakamani. Kwa hiyo hakuna serikali inayoweza kuingilia muhimili huo. Nadhani watulie, wasubiri muhimili huo utatoa maelekezo gani au hukumu ipi au kitu gani. Hilo uweze kulijadili, ni swala ambalo liko kwenye muhimili ambao unajitegemea kabisa na ni wa kisheria. Sasa serikali itamtoaje wakati mtu yuko kwenye muhimili wa mahakama? Mimi nadhani tuache mahakama ifanye kazi yake. Hilo la kwanza. Lakini pia ili la haki kama ulivyosema za kibinadamu, za ushoga na kadhalika. Unajua, kwanza sisi ni Waafrika na tuna utamaduni wetu. Lakini licha ya utamaduni tuna dini zetu tulizozipokea. Dini zetu zote hizi, hakuna dini inayoruhusu utamaduni huo, kwamba mwanamume anaweza akamuoa mwanamume mwingine au mwanamke akamuoa mwanamke mwingine, au pa utamaduni wa namna hiyo. Ni katika dini. Lakini pia hata katika mfumo wa Mungu. Mimi nimefikia umri huu, sijawahi kumuona ng'ombe dume anataka kumpanda ng'ombe dume mwingine. Kwa hiyo hayo ni masuala kwa kweli ambayo yanaweza kutuletea mmomonyoko mkubwa wa kimaadili. Kwa hiyo haki zinaweza kuwepo, lakini si katika misingi ya namna hiyo. Sio haki. Huo ni mmomonyoko wa maadili wa hali ya juu kabisa.
Naam, taifa linajiandaa sasa kuelekea katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba. Kama kiongozi wa chama katika eneo ambalo unaliongoza, kwa namna ambavyo mmejipanga kuelekea katika uchaguzi huu, hali ipoje? Hali ni shwari, sisi tumejipanga. Maana chama chochote cha kisiasa kwa mujibu wa katiba yetu ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 77 toleo la 2022 Desemba, ibara ya 5, malengo na madhumuni makubwa ya Chama cha Mapinduzi ni kuhakikisha tunashiriki uchaguzi wa serikali za mitaa na tunashinda, na uchaguzi mmoja Zanzibar na bara na tunashinda, na hatima yake tunakamata serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na malengo haya ndiyo malengo ya vyama vyote vya kisiasa. Vyama vyote hivi vya kisiasa malengo ni kukamata dola. Sasa katika kukamata dola lazima uchaguzi unapofika mjipange. Kwa hiyo sisi tumekwisha kujipanga. Na siwezi kukuambia tumejipangaje, kwa sababu swala la kampeni ni swala la chama na wanachama wake, na hatima yake kuleta mrejesho kwa wananchi ili kuwaomba kura. Neno la mwisho kabisa. Neno la mwisho kabisa kwa Watanzania sasa kuelekea katika uchaguzi huu. Mwisho wala hauna mjadala, ni kuhakikisha kwamba Watanzania wote wanatulia, tunaendelea kulinda amani, utulivu na mshikamano wa taifa letu bila kujali dini zetu, bila kujali vyama vyetu, makabila yetu, ili tuendelee kubaki kama taifa. Mimi nikushukuru sana. Asante sana comrade. Asante sana. Ni Comrade Hassani Milanga ambaye ni katibu wa Chama cha Mapinduzi katika wilaya ya Ilemela. News Update Media katika kipindi hiki muhimu kabisa cha mahojiano maalum na News Update Media tulimwalika hapa leo kuzungumza maisha ya Cleopa David Msuya ambaye alikuwa ni waziri mkuu na makamu wa kwanza wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye alifariki dunia mnamo Mei 7 mwaka huu 2025, na Daktari Samia Suluhu Hassan akathibitisha kifo hiko na kutangaza siku 7 bendera kupepea nusu mringoti kumpa heshima kubwa kiongozi huyu ambaye alilitumikia taifa hili la Tanzania na Watanzania kwa ujumla. Mpaka kufikia hapo mimi sina la ziada. Jina langu ni Elia Jackson Lupembe, lakini nyuma ya kamera ni Dice TZA. Bye bye mpaka wakati mwingine.